Hujambo na karibu katika somo letu la siku ya leo. Jina langu kama kawaida ni Mhenga Mwangangi, na leo nimekutayarishia virai. Leo nimetayarisha kuhusu virai, ambapo tutaingia moja kwa moja kwenye somo tuweze kujua kile ambacho kilichomo. Hivyo, kwa kufafanua, kirai ni kundi la maneno yanayoungana ili kuwasilisha wazo moja, lakini hayawezi kuwa sentensi kamili. Kirai ni kundi la maneno yanayoungana ili kuwasilisha wazo moja, lakini hayawezi kuwa sentensi kamili. Hii inamaanisha nini, msikilizaji? Inamaanisha ya kwamba kirai peke yake, kikisimama peke yake, hakiwezi kuwa na maana yoyote. Kirai kikisimama peke yake bila kuambishwa sehemu nyingine ya sentensi, kirai hakiwezi kuwa na maana yoyote ya kisarufi. Na ikumbukwe kwamba kirai hakina kitenzi kikuu, hivyo hakiwezi kusimama peke yake. Hilo nilishalisema hapo awali ya kwamba kirai hakina kitenzi kikuu, hivyo hakiwezi kusimama peke yake. Haya, nitaanza kwa kufafanua aina za virai katika Kiswahili. Kirai nomino. Kirai nomino, hiki ni kirai ambacho nomino ndicho kiini chake, ama kirai nomino tena ni kirai ambacho kimetawaliwa na nomino. Kirai nomino ni kirai ambacho kimetawaliwa na nomino. Mfano katika sentensi ni kwamba mwanafunzi wa shule, mwanafunzi wa shule, mwanafunzi wa shule. Hivyo ukiona sehemu kama hii katika sentensi, utaweza kung'amua moja kwa moja ya kwamba hicho ni kirai nomino, kwa sababu kimetawaliwa ama kinaanzishwa, ama tuseme kwa mfano kwa ufupi, kimeanzishwa na nomino. Mwanafunzi wa shule. Pia ukisikiliza utagundua ya kwamba mwanafunzi wa shule, hiyo sentensi haina maana yoyote ya kisarufi, haina maana yoyote ya kisarufi. Kirai cha pili ni kirai kitenzi. Kirai cha pili ni kirai kitenzi. Kirai kitenzi hiki ni kirai ambacho kitenzi ndicho kiini chake. Hiki ni kirai ambacho kitenzi ndicho kiini chake, ama kirai kitenzi kimetawaliwa na kitenzi. Kirai kitenzi kimetawaliwa na kitenzi. Nikisema kimetawaliwa na kitenzi, najaribu kumaanisha nini, msikilizaji? Najaribu kusema ya kwamba kirai kitenzi kinaanzishwa na kitenzi. Kirai kitenzi kinaanzishwa na kitenzi. Na vile vile ukumbuke ya kwamba kirai hakina kitenzi kikuu. Kirai hakina kitenzi kikuu. Hivyo neno ama sentensi anakimbia haraka hapo katika sehemu ya pili, kirai kitenzi anakimbia haraka, haina maana yoyote. Anakimbia haraka, hivyo basi inakuwa ni kirai kitenzi. Kirai cha tatu ni kirai kivumishi. Kirai kivumishi. Msikilizaji, ukianza kuulizwa kwamba kirai kivumishi ni kipi, utasema hivi: kirai kivumishi hiki ni kirai ambacho kivumishi ndicho kiini chake. Hiki ni kirai ambacho kivumishi ndicho kiini chake. Na nikisema kivumishi ndicho kiini chake, najaribu kumaanisha nini? Najaribu kusema ya kwamba kirai kivumishi kimetawaliwa na kivumishi. Kwa mfano hapo katika sentensi, hapo mfano wa tatu, kirai cha tatu, utaona ya kwamba mrefu sana, mrefu sana. Mrefu utaona ni kivumishi cha sifa. Mrefu ni kivumishi cha sifa. Kwa hivyo kivumishi hicho kimetawala kirai hiki ambacho tunakiita kirai kivumishi. Na mfano wa nne ni kirai kielezi. Kirai kielezi
Kirai kielezi, ukiulizwa kirai kielezi ni nini, utaweza kuelezaje msikilizaji wangu? Kirai kielezi, hiki ni kirai ambacho kielezi ndicho kiini chake. Hiki ni kirai ambacho kielezi ndicho kiini chake. Ama useme ya kwamba kirai kielezi ni kirai ambacho ama ni kile ambacho kimetawaliwa na kielezi. Mfano katika sentensi kwa upesi sana. Ukiangalia kwa upesi sana, kirai hiki kimetawaliwa na kielezi. Kirai hiki kimetawaliwa na kielezi. Mfano wa tano ni kirai kiunganishi. Mfano wa tano ni kirai kiunganishi. Je, kirai kiunganishi ni nini? Hiki ni kirai ambacho kiini chake ni kiunganishi. Hiki ni kirai ambacho kiini chake ni kiunganishi. Mfano katika sentensi unaona na mwalimu wake, na mwalimu wake, na mwalimu wake, na inadhihirisha kiunganishi moja kwa moja. Kwa hivyo kirai kiunganishi ni kile ambacho kimetawaliwa na kiunganishi. Hivyo mpenzi msikilizaji, ningetaka pia tuangazie kuhusu koo. Ningetaka tuangazie kuhusu ukoo. Ningetaka tuangazie kuhusu ukoo. Je, ukoo ni nini? Nataka tuangazie kuhusu ukoo. Kwa hivyo haya kuna maneno baadhi yetu sisi huwa tunayatumia vile ambavyo hayastahili. Kuna maneno ambayo baadhi tunayatumia jinsi ambavyo hayastahili. Unasikia ukimwita mtu shemeji lakini unakosea, unafanya makosa ya kisarufi. Ama unamwita mtu mjomba ila hujui mjomba umwite nani. Mjomba ni sawa, tunajua mjomba ni wa hali ya kiume ila haujui ni wa kutoka upande wa mama, ni ndugu wa mama ama ni ndugu wa baba. Ila leo nimekuja kufafanua moja kwa moja ndipo tuweze kujua ya kwamba utakuwa unasema vipi, utakuwa unaongea vipi. Haya basi, ukoo ni hali ya watu kuhusiana kinasaba au kupitia uzawa. Ukoo ni hali ya watu kuhusiana kupitia uzawa au kinasaba. Nimesema ukoo ni hali ya watu kuhusiana kupitia kinasaba au uzawa. Hivyo ningetaka nizungumze moja kwa moja pale ambapo kaka ni ndugu wa kiume wa mtu. Kaka ni ndugu wa kiume wa mtu. Dada ni ndugu wa kike wa mtu. Dada ni ndugu wa kike wa mtu. Umbu ni jina waitanalo ndugu wazao wa kike. Jina waitanalo ndugu wazao wa kike. Hivi kwamba mzazi fulani ama mama fulani amewazaa wasichana wawili. Hivyo basi wale wasichana wake ama wale watoto wake wanaweza kuitana umbu. Umbu ni ndugu wazawa wa kike. Haya, ami au amu ni ndugu wa kiume wa baba. Ndugu wa kiume wa baba ndiye huitwa ami. Mjomba ni ndugu wa kiume wa mama. Ndugu wa kiume wa mama ndiye anastahili kuitwa mjomba. Hivyo basi ndugu wa kiume wa baba hustahili kumuita mjomba, ila unastahili umuite ami au amu. Shangazi ni ndugu wa kike wa baba. Ndugu wa kike wa baba ndiye huitwa shangazi. Binamu ni mwana wa ami. Mwana wa ami ndiye huitwa binamu. Na ukumbuke ya kwamba ami tumesema ni ndugu wa kiume wa baba. Ndugu wa kiume wa baba ndiye anayeitwa ami. Hivyo basi tuendelee. Mkoi
ni mwana wa shangazi, mjomba, halati au mkoi. Ni mwana wa shangazi, mjomba, halati au ame. Mpwa ni mwana wa ndugu yako, huyo unastahili umuite mpwa. Wifi ni jina la heshima waitanalo mke na dada ya mume. Ni jina la heshima ambalo mke na dada ya mume huitana. Shemeji ni ndugu wa kiume wa mume au mke. Shemeji ni ndugu wa kiume wa mume au mke. Bavia ni baba ya mke wa mtu. Bavia ni baba ya mke wa mtu. Kwa mfano, ikiwa nimeoa nastahili kuita mke wangu baba, sasa baba mkwe nastahili nimuite bavia. Ni baba ya mke wa mtu, bavia. Mavia naye vile vile ni mama ya mke wa mtu. Vile vile kwa mfano, ikiwa nimeoa ningeita ama nastahili kumuita mama wa mke wangu mavia. Mkazamwana ni mke wa mwana. Mkazamwana ni mke wa mwanao. Na mkaza, jina mkaza linamaanisha mke wa mtu. Jina mkaza linamaanisha mke wa mtu. Mwanyumba ni jina la heshima waitanalo wanaume waliooa madada. Mwanyumba ni jina la heshima waitanalo wanaume waliooa madada. Nimesema ya kwamba mwanyumba ni jina la heshima waitanalo wanaume waliooa madada. Hivi basi msikilizaji wangu, wacha naomba nikushukuru kwa kunisikiza. Kumbuka kuwa kupuuza lugha ni kupuuza historia, na kupuuza historia ni kujifuta kwenye ramani ya Mungu. Hivyo basi naomba tukishikilia Kiswahili tuweze kukitia nguvu, tujizatiti na tuweze kukiendeleza. Hivyo basi Kiswahili kitukuzwe mpaka kitukuke. Shukrani.